Bwana, ninacho kitumaini ubuheri wa afya mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tuzungumze michezo, njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Niko naye hapa Dominic Salamba, Chifu Nzobane kama Zumfela. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, lakini awali ya yote waungwana uanza kwa vitendo, na mimi naanza kwa kukusalimia Dominic Salamba. Uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima uko vile. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Salamba, awali ya yote nisipoteze muda, niingie moja kwa moja kwenye kile ambacho kimefanya tukutane kwenye hizi nyakati. Ni baadhi ya kauli ambazo zimezungumzwa na mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kumaliza mchezo wao dhidi ya Pamba. Mengi ameyazungumza, yametafsiriwa tofauti, lakini miongoni mwa kauli zake kusema wao wanacheza mpira lakini ziko timu nyingine zinafanya maigizo. Hii kauli kwenye mpira wa miguu ama kwenye tasnia hii ya football tunatafsiri kwenye maana hipi Haris? Nafikiri sikupanga kuweza kuzungumzia hili jambo, lakini nimeona limekuwa lina mwendelezo. Yaani almost kwenye kila mchezo unapokuisha na Simba wakipata matokeo, basi kuna kauli ambazo unakuwa unazisikia zikionyesha kwamba ni kama wao wanafuata misingi na usahihi wa mpira wa miguu, lakini kuna timu nyingine wao wanafanya maigizo. Okay. Lakini nimekuwa zikiendelea. Sasa ukiangalia na zimekuja na kuingia na kuwa kama ni sehemu na watu wamekuwa wakiziamini, lakini pia hata baadhi ya vyombo vya habari, wachambuzi na waandishi wamekuwa wakizitumia hizo kauli kwa namna moja ama nyingine, kitu ambacho ukiwa una jicho la mbali huwezi kuelewa nini kinafanyika, kwa sababu katika hali ya kawaida mpira wa miguu ni mchezo wa tunasema ni fair play, lakini ni mchezo ambao kuna mamlaka ambazo zinahusika na usimamizi wa mpira. Mamlaka haziishii tu kwenye kuangalia nani kashinda nani kafungwa, lakini zinakwenda mbali, zinaangalia mpaka unapataje ushindi. Unaona kwenye mpira kuna kanuni, taratibu, kuna mambo ambayo hayaruhusiwi kwenye mpira ambayo hayapo. Mambo yote ambayo hayaruhusiwi, basi timu zina haki ya kuweza kulalamika, wakati mwingine kuweza kushtaki, na yule aliyefanya mambo hayo aweze kuchukuliwa hatua. Jambo la kawaida kwenye mpira limekuwa likitokea, unless uwe una uthibitisho wa zile kauli ambazo zungumza. Sasa ukiona viongozi wanazungumza kwamba kuna watu wanafanya maigizo, maana yake wao wanahisi kuna vitu viko sawa. Sasa swali linakuja, kama vitu viko sawa, wao wamechukua jitihada gani kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa? Wako tayari kuwa kwenye ligi ambayo kuna maigizo? Wapo kwenye ligi ambayo kuna wengine wanashindana, wengine wanaigiza? Maana ukizungumzia maigizo unazungumzia script, kwa kitu kinapangwa. Kwa hiyo wao wamechukua hatua gani katika hilo? Lakini ukienda mbali sana, mimi nilizungumza toka mwanzo, nilichokiona mimi kwa upande wangu ni kwamba ni kauli za kuandaa mashabiki wao kisaikolojia. Nilizungumza tokea mwanzo, kuna wakati unaweza ukawa umewaahidi mashabiki kwamba this season tunakwenda kuchukua ubingwa, sawa, tumejiandaa vizuri, na ubaya au uzuri wa mashabiki wetu sisi ni mashabiki ambao kwa sehemu kubwa sana wanapenda kusikia kauli kama zilivyo na kuzimezwa na kuziishi bila kuzipembua. Ndio wengi mashabiki wetu. Na tulizungumza kwamba mimi binafsi niliangalia kwamba Simba ilikuwa bado kuchukua ubingwa msimu huu. Kutoka mwanzo nilizungumza bado kuchukua ubingwa kwa sababu bado hawakufikia kwenye daraja la Yanga ambao walikuwa wametengeneza. Napozungumzia daraja, si kwamba Yanga wanacheza vizuri sana, hapana. Simba anacheza vizuri, lakini bado hajafikia kwenye level ambayo Yanga alishafika. Yanga achezi vizuri, lakini hajafikia kucheza vibaya kama hivyo Simba anacheza. So unanielewa tofauti hapo, mpaka uwe na hesabu. Sasa imeonekana kwamba uwezekano wa kuchukua ubingwa ni mdogo, kwa sababu zilikuwa ni mechi 7, si 8, si 9, mechi 9. Pakapo na gap la alama 2. Imekwenda tunapozungumza sasa hizi tuna mechi 4. Manake zimepangua, bado 2 ziko pale zimebakia. Sasa cha kufanya ni kuanza kutengeneza mazingira. Nilikuwa nikizungumza, viongozi wamekuwa wakitumia excuse na kushift burden. Huko nyuma walikuwa wakipotea dhidi ya Yanga, utasikia na kuita mara 3. Mara mwamuzi, yani walikuwa pana mazingira hayo. Tutote waamuzi wa nje. Ile yote ni kutaka kuaminisha watu kwamba hatufungwi kwa sababu tunazidiwa uwezo. Tunafungwa kwa sababu kuna sehemu aidha tunahujumiwa au kuna mtu atimizi wajibu wake. Unaelewa? Kwa shabiki anakuwa okay,
hapa tumpoteza matokeo kwa sababu tu ya kitu fulani. Sasa hizi wanaanza kutaka kuwaaminisha watu kwamba wakikosa ubingwa kwamba wao walikuwa wanashindana na wengine walikuwa washindani, ni kama walikuwa wanatengeneza mazingira ambayo walikuwa sio sahihi. Kwa hiyo mashabiki tena hawataangalia upande wa uwajibikaji wa viongozi, hawataangalia zile kauli ambazo walizungumza kuhakikishia ubingwa. Watakachokiangalia, watahamisha ule mzigo kwenda sehemu nyingine, wakati si ukweli. Wote sisi tunaangalia mechi. Wote tunaangalia mechi. Simba kacheza mechi 26, Yanga kacheza mechi 26, kachukua mikanda yote. Angalia kama ni makosa ya waamuzi, utaona yako Simba, yako Yanga, yako timu nyingine. Kama kuna sehemu kuna makosa ya wachezaji kufanya makosa ya waziwazi, utaona ya kwenye mechi za Simba, yapo kwenye mechi za Yanga. Kwa hiyo ukizungumzia kwamba kuna timu nyingine zinafanya maigizo, basi kama hiyo kauli pamoja na timu yao, kwa sababu leo shahidi tumeshuhudia waamuzi wakiwajibishwa kwenye mechi za Simba na mechi za Yanga kwa pamoja. Lakini wewe kwa kuangalia mpira wako umeona mara ngapi Simba amenufaika? Je, na yenyewe ni maigizo? Mara ngapi Yanga amenufaika? Na yenyewe ni maigizo. Kwa hiyo wasitake kuhamisha ajenda na kutaka kuwaaminisha watu kitu ambacho akipo. Ukweli ni kwamba wana timu nzuri, imeanza kujipata, lakini haijafikia level ya kuweza kutanish na kuchukua ubingwa, unless mpaka waendelee kuimprove na kuongeza vitu ili msimu unaokuja wakawe washindani wa kweli. Mimi nimeangalia mechi yao ya jana ya juzi zidi ya Pamba, ni moja ya mechi ambayo niliipenda sana. Wako very aggressive. Leo unaona timu ikiwa inacheza ile passing, sijiona kwa muda mrefu kwa upande wa Simba. Ni kweli wana improvement. Lakini pale ambako wao wamefika, wenzao walishapita. Kwa hiyo wana kazi ya kupambana kukimbiza kufikia ubora ambao wenzao walikuwa wako nao. Lakini Salamba, hizi si kauli nzuri kwenye masuala ya mpira na hazina afya yoyote kabisa, kwa sababu kila mtu anawekeza kwenye mbio hizi za ubingwa na kila mtu anatumia fedha nyingi kuhakikisha mambo yanakaa mazuri. Kwa nini mamlaka husika, kwa maana wanaosimamia ligi yetu, hawachukui hatua kwenye kauli za viongozi wa namna hii? Sasa hizo ni maoni ya mtu. Huwezi kuchukua hatua kwenye kila maoni, haiwezekani. Hizo yani mtu anatoa maoni yake. Ujue kuona ni mtazamo yani kila mtu anaweza kaona kimtazamo wako. Na hata juzi tulikuwa tunashuhudia hapa amepigwa Makinywa, si ndio? Kule sio nchi kisha pale Coast, sio Senegal, Coast kapigwa. Kila mtu anatoa mtazamo wake. Mwenyewe amekuja amezungumza kwamba vitu vilikuwa vimetokea, lakini sio wote watakaoamini. Kuna ambao wataamini anajitetea. Unaona? Kuna ambao watasema pengine tunataka tu atafute excuse. Kuna wengine wataamini ni kweli. Kwa hiyo unaruhusiwa kuweza kuzungumza chochote unless tu usishutumu na hujataja ni timu gani ambayo inafanya maigizo, hujaitaja timu gani, alafu hujaspecify ni maigizo gani. Unaelewa sio? Kwa sababu ni kauli ambayo ni kauli tata ambayo huwezi ukasema kwamba okay, hasa hapa nakutia hatiani. Lakini kama angetoka pengine na kuweza kusuu kama ambavyo tulishuhudia wengine wakizungumza kipindi kile, wale mpaka watu wakafika tu wakaandikiana barua, yale ni mengine. Lakini katika hali ya kawaida ni kwamba tu mimi ninachokiona tu ni namna ya kuweza kuanza kuandaa mashabiki zao waamini kwamba kama wakikosa ubingwa basi si kwa sababu wao hawakuwa bora, isiyo kuna vitu walikuwa wanazidiwa ambavyo havikuwa sahihi. Kwa hiyo unaanza kuandaa kwamba kuna uwezekano mkubwa wakapoteza ubingwa, lakini walikuwa wanastahili kuchukua ubingwa. Ukweli ni kwamba ikitokea Simba akachukua ubingwa ni uzembe wa Yanga, lakini sio ubora wa Simba dhidi ya Yanga. Hiko nimekuwa nikiongea kila siku. Kwa sababu bado Yanga pamoja na kushuka ubora wake, mpaka tunapozungumza hivi Yanga ameshuka. Yanga ivutii. Lakini bado hapa mpaka ameshuka yeye, bado Simba hajafika. Yaani huo ndio uhalisia. Usain Bolt ana kitambi, lakini akikimbia Sisco huwezi kumpita kabisa. Lakini ana kitambi, amenenepa, ana mashavu, lakini akikimbia mkikaa pale atakuzidi. Ingaje wewe umekwenda kule milima ya Uluguru, ukafanya mazoezi ukapunguza kitambi, lakini bado atakushinda. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa yuko level ya juu sana ambayo wewe huwezi kufika kwa kipindi hiko. Sawa bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea hapa kuzungumza hizi kauli ambazo zimetolewa na kiongozi mkubwa kweli kweli ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Unaweza kudrop comment yako hapo chini ukatuambia zina afya gani kwenye mpira wetu. Lakini wakati tunaendelea hapa kuzungumza, naendelea kuvutwa shati kweli kweli na kinywaji bora hapa nchini Tanzania kwa maana ya Vini Nkolomboka. Vini Nkolomboka ni kinywaji namba 1 kwa sasa hivi ambacho kimekuja kuteka soko kweli kweli. Kina alcohol ya 12, lakini pia kimetengenezwa kwa kutumia vitu vya asili, aina
kemikali hata robo. Hii imetengenezwa kwa kutumia tangawizi, karafuu, pilipili manga, lakini bila kusahau kuna tone la asali ndani yake, jambo ambalo limekwenda kuleta msisimko na radha ya kitofauti kabisa. Vini Kolomboka kwa sasa inapatikana madukani kote. Unaweza kupiga simu kwa ajili ya oda ili uhakikishe kwamba mambo yako yanakuwa mazuri kweli kweli. Salamba, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako. Nakushukuru pia. Lakini usisahau pia kwenye friji yako kisha kunakuwa na Vini Kolomboka, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Nafikiri ni fahari, lakini burudani kwa Watanzania na wale ambao wameendelea kuitumia wameweza kuona ambayo imekuwa ikiwasaidia katika weather, kwanza kuweza kuwapatia uchangamfu, kupata nguvu, lakini kuwapa hali ya kuweza kujiamini. Kwa hiyo tuwaambie tu kwamba mashabiki na wafuasi wa Salamba TV, lakini pia na wapenda soka, ni kinywaji ambacho ukitumia uwezi ukajutia, na saizi wameweza kusambaa nchi nzima katika mikoa yote, lakini pia kuna mawakala katika maeneo mbalimbali. Ukienda Mbagala, Dar es Salaam, ukienda maeneo ya Kinondoni, ukienda maeneo Gongo la Mboto, ukienda Manzese, kwenye kila sehemu. Kwa wale wauzaji wadogo saizi wamefikiwa kwa kufika katika maeneo ambayo yapo karibu na maeneo yao, ili waweze kupata kinywaji ambacho kitawafanya uweze kutimiza, lakini pia kukata kiu ambazo zimekuwa zikiwasumbua. Lakini la mwisho kabisa niwaambie kwamba ubingwa unachukuliwa kwa kuwekeza ndani ya kiwanja. Kutafuta excuse na kushift burden haijawahi kuwa solution au njia ya kudumu. Bwana, hatari kweli kweli. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza hapa studio, lakini nikwambie tu kwa huduma nyingi na nzuri kweli kweli, uende za matangazo ama nini ambacho nakitaka, unaweza kupiga simu nambari 0713942770. Hiyo namba ukipiga utapokelewa vizuri kweli kweli. Jina langu naitwa Cisco, mpaka wakati mwingine, wailalika, maasalam.